Anasema kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, sio kwa hekima ya dunia, kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno tulihubiriwa. Kwa Paulo ameenda kwenye mazingira ambayo watu wanaona kwamba hiyo injili ni upuuzi, lakini anadefend kwa kusema Mungu haokoi kwa namna unavyotaka wewe. Kwa ule upuuzi ambao unauona wewe kama ni upuuzi, ndio hekima ya Mungu. Mungu hakutaka hekima yake. Hekima ya Mungu ya kuokoa ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo kwenye hiyo mazingira ya kufa na kufufuka, hata kama haivutii masikioni mwa watu, lakini ujumbe huo wa Yesu kufa na kufufuka ndio unaookoa wanadamu. Kwa maana kwenye mstari 23 anasema hivi, 22 anasema hivi, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima. Lakini anasema bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuuzi. Lakini kwamba Wayahudi inawakwaza, kwamba kwa Wayunani unaona ni upuuzi, lakini katika upuuzi huo ndio hekima ya Mungu. Anasema bali kwao waitwao, Wayahudi kwa Wayunani, maana yake wale walioamini, Wayahudi kwa Wayunani wote. Maana kwenye sura kwenye Warumi 1 tulisoma ya kwamba hakuna tofauti kati ya Myunani na Myahudi, wote wanaokolewa kwa imani. Anasema kwa hao waitwao au kwa hao waaminio, Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Wow, ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Katika upumbavu huo ndio Mungu anaokoa. Katika kile ambacho Wayahudi wanaona ni upumbavu, Wayahudi wanaona ni kikwazo, Wayunani wanaona ni upuuzi, katika upuuzi huo, katika kwazo hilo, Mungu anaokoa ulimwengu.